kusimamia mpira. Huyu ndo mtuhumiwa namba moja. Kama ndo hivyo, huyu ndo mtuhumiwa namba moja aliyesababisha dabi kuvunjika. Tunataka wajitokeze hadharani, wamtaje, Watanzania wamjue, na tuwaambie viongozi wa serikali, tafadhalini sana, kwa heshima, ukiwa wewe ni waziri wa nishati na madini, ukiwa wewe ni waziri wa TAMISEMI, hakikisha unasimama kwenye wizara yako. Huku kwenye michezo wapo wenyewe. Usitumie mamlaka yako kuja kutuvurugia mpira. Kama unaweza, ni vyema ukasubiri wakati, ukaomba nafasi, ukaja kuwa kiongozi kwenye mpira. Tunaonekana sisi, ligi yetu imegubikwa sana na watu wa siasa. Ukipita mtaani na kuambia ile mechi kuahirishwa, ni mambo ya kisiasa tu yale. Tundu Lissu, watu wameingiza hili hapa la Tundu Lissu lisahaulike. Watu wameingiza sijui no nini ili reaction ili nyinyi msahau. Sio kweli. Haya mambo ya kisiasa hayaingiliani na mpira. Tuacheni tulioingia kwenye mpira, tusimame na mpira wetu. Mtakuwa mnatuharibia mpira wa nchi. Kiongozi unapiga simu na taarifa nilizonazo, huyo kiongozi kapiga tena simu kwa mara ya pili. Mara ya pili. Ndio nakwambia. Ni mara baada ya hapo jana kutajwa, ama ni siku za nyuma tena? Sasa wanasema kama mbwai na iwe mbwai. Kwa maelezo yake anasema pangeni muda, pangeni viongozi, pangeni makamisa, tarehe ni hiyo. Simamia tarehe 15, pelekeni watu tuone huyo mtu mwenye jeuri na sisi ni nani. Alafu kinapigwa. Wasipoleta timu kateni. Kiongozi huyo anasema hakuna aliye juu ya mamlaka katika nchi hii, kwamba yeye sasa ndio mwenye mamlaka ya kuhakikisha kwamba sisi watu wa mpira tunavamiwa, tuongozwe na wao. Katika hili naunga mkono kwa 100%. Dar es Salaam Africans msimu ujao tusishiriki ligi hii, twende hata Zanzibar. Unaunga mkono? Kama ndio hivi viongozi wa serikali wameamua sasa kuacha majukumu yao ya serikali, kujenga nchi, kumsaidia mama, wanaamua kuja kwenye mpira. Yanga twende Zanzibar. Kizinga, moja ya kitu ambacho leo kukizungumza ni kusema kwamba wekundu wa Msimbazi Simba ni wanafiki, kwa sababu barua yao ya kwanza kabisa wao walihitaji kupata maelekezo ama ripoti ya nani alihusika kuizuia Kariakoo Derby, lakini baadaye tarehe ilipopangwa 15 wameonekana kuutaka sana mpira. Leo wekundu wa Msimbazi Simba wametoa barua yao, kama umeitazama taarifa kwa umma, bado wanasisitiza kwamba tarehe 15 derby ipo, lakini kubwa zaidi wameomba wao binafsi pia wanahitaji ripoti za yule mtu ambaye amehusika kuzuia huu mchezo. Tuzungumze kwenye hilo kwanza. Hao nao sigara kali. Sigara? Sigara kali. Unamaanisha nini? Sigara kali unaweza ukawashauku au kawashauku. Hawaeleweki. Kwa kwangu mimi binafsi nasubutu kusema hawa ni wanafiki namba moja. Sawa? Na hawa ndio wavurugaji wa mpira wetu Simba. Ndio. Wangesimama kwenye msimamo, tukasimama wote kwa pamoja kwa lengo la kuondoa zile shida zilizoko kwenye mpira wetu, ili tupate bingwa aliyokuwa halali, ili tupate timu zetu ambazo zitakwenda kupambana vizuri. Simba walisema hatuko tayari kushiriki mchezo mpaka yule aliyetuletea uhuni achukuliwe hatua za kisheria, si ndio? Anaonekana sasa hivi anautaka ule mchezo. Tunawauliza watu wa Simba, saa hizi mnautaka ule mchezo, yule mtuhumiwa wenu mliyekuwa mnamhitaji, vipi ameshachukuliwa hatua za kisheria? Jibu linakuja hapana. Kwa nini unataka, una haraka ya nini? Sasa wewe ndio unaonekana, wewe ndio ulikuwa mkorofi, na wewe ndio unaonekana sasa utakuwa ni chanzo cha zile vurugu. Kwa nini unataka jambo haraka ikiwa bado hujapewa majibu? Wametoka huko, saa hizi wanarudi kwa mara nyingine, wanasema wanataka ripoti. Unataka ripoti ya nini? Wamerudi tena mwanzo. Hawa nao wanatakiwa watu wache, wakae pembeni. Kaeni pembeni, Yanga atengeneze mpira, kwa sababu kama nyinyi ni watu kweli mnapenda mpira, mngesimama na Yanga kuhakikisha mnakomesha vitendo. Sawa? Kwa sababu mpira wetu unatakiwa uongozwe na watu ambao watakao base kwenye mpira, wasimamie haki, wasimamie sheria vizuri, wazisimamie kanuni, tupate mpira uliokuwa safi. Mpira sasa hivi wa Dar es Salaam Africans, wa Simba na timu zingine zote, mpira wa Tanzania kwa ujumla sasa hivi umekuwa kivutio katika maeneo mengi.
mpira wa Dar es Salaam Africans, mpira wa Simba, mpira wa ligi yetu wote. Sasa hivi wachezaji wengi kutoka maeneo tofauti tofauti wamekuwa natamani kuja hapa, si ndio? Leo unaangalia Tabora wana wachezaji wengi wa kigeni. Zamani ulikuwa hakuna mambo. Singida unakuta kuna rundo la wachezaji. Mechi ya juzi kama sikusahau ni mchezaji mmoja tu mzawa, wakati Simba anapoteza goli 3, mchezaji mmoja tu, Kevin Nation. Kama kuna mwingine utanikumbusha, mchezaji mmoja tu mzawa ndio aliyecheza ule mchezo. Walikuwa wawili mmoja alianza, walikuwa wawili. Alikuwa Kevin Nation, alikuwa na beki namba 5 yule nani alianza kabisa kwenye first 11 alikuwa na Kennedy. Yes, hawa ni wachezaji wazawa. Hawakuwa zamani timu kama hizi ndogo kumiliki wachezaji wengi wa kigeni. Lakini kwa sababu mpira wetu umefika mbali, wamekuwa na wachezaji wengi wa kigeni, wengine wanatamani kuja, wengine wanaomba mpaka uraia. Kwa nini tusitamani haya mafanikio ya kwetu tunayoyafanya? Kwa nini tusitamani kuendelea kupushi mpira wetu tukasogea mbele? Lakini haya tunayoyafanya baadaye atakuja kutuharibia mpira. Na mimi nakwambia viongozi wa Yanga, viongozi wote mnaokuwa na taarifa za watu ambao wanatuvurugia mpira, watajeni hadharani ili Watanzania waelewe. Mfikishieni taarifa mama ana mambo mengi ya kufanya, ili ajue kwamba kuna watu waliwachagua huku wameingilia mamlaka ambayo sio yao. Watanzania wangapi wanatoka mikoa mbalimbali wanakuja kwa ajili ya dabi? Wao unapiga simu moja tu, simu inakwenda pale, watu wanaahirisha mechi. Unajua tunaweza tunatoana akili kumlaumu sijui Kasongo, sijui tunamlaumu nani. Sawa, hao ni watu wa bodi ya ligi, lakini kumbe kuna hao wanapokea maelekezo. Maskini ya Mungu wanakufa na tai shingoni. Kwa nini usimseme ukaepuka dhambi? Tueleze ni nani aliyekuambia wairishe dabi? Kama mko tayari Dar es Salaam Africans awapishe kwenye ligi, tutawapisha kwenye ligi, tutakwenda sehemu mbalimbali. Sio mbaya. Hata Al Hilal ya Sudan umeona imekwenda kucheza ligi wapi? Imeenda Mauritania. Kulitokea machafuko kule kwao. Machafuko yametokea, lakini watu wa Sudani hawajaiona timu yao muda mrefu. Timu iko Mauritania inacheza kule mechi na ikaibuka kuwa bingwa, lakini ubingwa hawakuchukua, si ndio? Hata sisi tunaweza tukafanya hivyo, kwa sababu hata sisi kwenye mpira wetu kuna machafuko. Mshajua mnaenda timu gani Kizinga, ligi gani mkitoka hapa Bongo? Wasipotulipa pesa zetu hatutashiriki fainali, hatutashiriki michezo iliyobaki. Sawa? Na msimu unaokuja tutatangaziwa tunakwenda wapi. Sisi hatuoni shida kuhama na vilago vyetu tukaenda kukaa Zanzibar. Kwa Mheshimiwa Rais atatupokea. Mwinyi anatupokea pale, ujue. Watu ambao watakiwa Zanzibar ni Simba tumpeke hao.